Haleluya. Asante Yesu. Basi ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi tunapoenda kushiriki neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka kwa jina la Yesu Kristo. Zaburi 75, Zaburi 75 mstari wa kwanza na mstari wake ni wa pili. Halafu tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu watu kuyasimulia matendo yako ya ajabu. Nitakapofikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu za haki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu mwenye uwezo, uliye mwanzo tuna mwisho, kimbilia, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako, ustahimilifu na hata uvumilivu wako kwetu Bwana. Umekuwa mwema, umekuwa mtetezi, umekuwa ukimbilio. Umbali tumevika Baba ni kwa neema yako. Asante kwa maana umelinda mahali hapa, umelinda kazi na wafanyikazi. Sifa hizi zote ni zako Jehova, kando na wewe hapana mwingine. Tunakushukuru kwa sababu unatuwazia mema, na mipango yako juu yetu Bwana ni mipango mema. Sifa hizi zote ni zako Bwana. Asante kwa wakati huu na muda huu Bwana. Nyenyekea mbele zako tukikiri ya kwamba sisi tumepungukiwa na haki yako. Bwana Yesu, tusamehe na ututakase, utusafishe kwa damu yako ya dhamana, tupate kibali machoni pako siku ya leo. Ututakase mtakatifu, na pia ukatubadilishe ndani yetu, ukaondoe nia ya kutenda mabaya, ukatukirimie nia ya kutenda yaliyo haki na halali machoni pako, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Tunakiri ya kwamba sisi hatuwezi bila wewe. Tunakutazama El Shaddai, kama na vile ulivyotuamsha Bwana kwa amani. Tunaomba amani yako ikazidi kudumu maishani mwetu, na Jehova ukatutangulie, utuepushie mikasa na mikosi, maajali za barabarani Bwana ukatuondolee. Chochote ambacho hujapanga tunakanusha na kurejesha mahali kimepangiwa katika jina la Yesu Kristo. Mpango wako mwema Baba ukatimie maishani mwetu, na mawazo yako mazuri yakaonekane kwetu Bwana. Utubariki na utuinue na ututetee Jehova, na sifa na utukufu tutakurudia. Ninaliweka soko hili mikononi mwako Bwana. Wiki tulioingia Jehova, naomba ukatawale, kama na ulivyosema mahali kila kitu ni chako Jehova, na roho zote ni mali yako Bwana. Mahali hapa Yesu ukatawale, ukalinde sehemu hii tena Jehova. Tunakataa mipango ya kishetani, mipango ya uganga na uchawi na ushirikina. Tunakemea ikapade kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mahali hapa Yesu utukuze, jidhihirishe na ukatende mema, ukaokoe na ukabadilishe, ukainue na ukatetee Bwana. Waliofinyiliwa chini na nguvu za giza Bwana Yesu ukawakomboe na kuwainua, kwa maana mamlaka ni yako. Shetani aliyewateka nyara Bwana Yesu ukawatoe mikononi mwa adui, na sifa zote zitakurudia. Wacha Bwana ukatembee nasi, ukituongoza na kutuelekeza. Damu yako ikatiririke maeneo haya, ikapindue mabaya kuwa mema, na sifa zitakuwa ni zako Bwana. Wako wengi wanakuhitaji Jehova, na hakuna usilolijua. Bwana Yesu ukaonekane, utende makuu na maajabu, na sifa zitakurudia. Napenda kusikia neno lako Bwana, unikirimia kunena ya pasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako, ninaomba Baba likambadilishe, likimfanya kuwa mwana katika ufalme,
pingamizi zote Bwana ukaondoe. Kila mshale wa shetani kinyume na injili ninarudishia mwenyewe mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Yesu likaendelee na likalete wengi kwako, na likalete mwangaza maeneo haya, giza lisionekane katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana umetenda. Tunakutumaini, tunakutazama, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo, mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama una uwezo, mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu aonaye sirini akujibu kwa wazi katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa sababu ametutunza, ametulinda, hatujalipa chochote. Hata ukaulizwa uliamkaje, huwezi kusema. Wewe kile unajua, ulistuka tu ukakuta ni asubuhi na ukaamka hivyo hivyo. Kwa hivyo mpendwa, tuna sababu za kumshukuru Mungu na sababu za kumtukuza sana Mungu, na zaidi ya yote kumwamini. Kama amekuamsha, kumaanisha anaweza kukusaidia. Unapoona unaamka asubuhi, unatembea, unaongea, unajua hiyo ni ishara tosha kwamba God is able to help me. Kwa hivyo unaacha mahangaiko mengi na unaacha kusumbuka sana, naweka matumaini kwa Mungu, na kile unakifanya ukimwogopa huyo Mungu. Na hapo ndipo bila shaka ushindi wake Bwana utauona maishani. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Kwa Mungu aliyetuumba yote yanawezekana, na yeye ndiye mwenye kila kitu. Mwamini yeye mpendwa. Na wewe ujua haya ni mabaya usitende, kwa sababu dhambi ya makusudi haiendi bila mapigo. Dhambi ya makusudi lazima mtu atapigwa. Kwa hiyo ukijua hili ni kosa, unaliacha. Hata kama ni kwa gharama gani, unaliacha. Hata kama lina ahadi gani, unaliacha. Maandiko yanasema a little leaven is the whole bread. A little yeast leavens the whole bread. Kwa hivyo angalia sana, kuna mambo madogo madogo watu huwa wanapuuza, lakini maandiko yanasema chachu kidogo inachachua donge zima. Donge lote linachachuka kwa sababu ya chachu kidogo. Na vitu vidogo vidogo tu, tunakosa tudogo tu, tunadharau tunaendelea kufanya, lakini tunaharibu sana maisha yetu. Suleimani akasema nikamatie wale mbweha wadogo, kwa sababu wanaharibu mizabibu. Kwa hiyo mpendwa, ujua ni mabaya usitende, jiepushe, ndio utaona wema wake Bwana. Kwa jina la Yesu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mwaminie Mwana na uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Unayenisikiliza, kama hujaokoka, uko upande mbaya sana. Kama kuna mtu wa kuhurumiwa, si yule aliyekufa. Wa kumlilia sana ni mtu anatembea na amekataa wokovu. Ndiye mtu wa kuhurumiwa sana. Mungu alipomtuma Yeremia, alimwambia Yeremia, akamwambia Yeremia, waambie wasililie aliyekufa, wamlilie aliyetekwa nyara, kwa sababu aliyekufa hawezi kurudi, lakini aliyetekwa nyara ndiye anaweza kurudi. Sasa kama kuna mtu wa kuhurumiwa sana duniani, ni mtu ambaye anaishi na amekataa wokovu. Yaani wili wa kuhurumiwa sana, kwa sababu mbele yake ni aibu, umilele
ni mateso ya milele. Mpenzi nafasi, msema mapigano, okoka. Na wokovu si kulipa pesa. Hapana. Ni kusikia, kuamini, kukiri, unapata wokovu. Sasa ni kwa nini jambo rahisi hilo kama hilo wewe hujafanya? Na ili hali unatarajia kuona ushindi. Na jambo dogo kama hilo umelikataa. Kuokoka tu, kumkiri Yesu. Umemkataa, umedharau wokovu. Mpendwa, hakuna mema bila wokovu. Nje ya Yesu hakuna furaha. Hata ukitafuta hutawaipata. Nje ya Yesu hakuna mema, hata ukiyatafuta hutawaipata. Kwa hiyo okoka. Okoka mzee, okoka mama. Mpenzi maisha yako kijana. Ujana ni moshi, unasema wahenga. Ukipita hivi huwa rudi. Okoka. Utakuwa na kesho nzuri. Na umelele wako utakuwa ni umelele wa furaha. Maskani ya Bwana yatakapokuwa na maskani ya wanadamu, hautakuwa miongoni mwa wale wataambiwa ondokeni siwajui. Utakuwa miongoni mwa wale wataambiwa welcome faithful servant. Mpenzi nafasi mpendwa, usipumbazike na vinavyoonekana ndivyo kuharibika. Usipumbazike na mwili wako. Mwili wako utaenda mchangani siku moja. Na usipumbazike na watu uliwakuta duniani. Wenda watakuacha ama utawaacha. Mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, na uishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Usiishi kulingana na vile unapenda wewe. Usiishi kulingana na vile watu wanapenda, lakini ishi kulingana na vile Mungu anavyopenda. And you will never regret in life. You will never be ashamed. You will live a life of glory and counting the blessings of God. Kwa jina la Yesu. Fanya hima mpendwa. Mtazame Mungu. Okoka na uishi katika mapenzi ya Bwana. Daudi anasema test and see that the Lord is good. Test. Onja uone vile Bwana ni mwema. Paulo anasema there is joy unspeakable in Christ Jesus. Furaha ambayo haiwezi kutamkika. Furaha ambayo haiwezi kutamkika. Na ni furaha ambayo Maria alisema ni milele. Yesu akaambia wanafunzi wake, kitambo kidogo hamtaniona, alafu kitambo kidogo mtaniona, na mimi furaha nitakayowapa hamna atakayewaondolea. Mtamu. Furaha ya pombe ni ya dakika 5. Unaingia klabu, unatembea kidogo kidogo, tunakuta wewe ni kiwete, umeanza kutembelea magoti. Sasa kuna furaha hapo kweli? Kuna furaha kweli? Unavuta bangi, unatoa moshi kama pua, unasikia haile. Baada ya dakika kidogo unakuta mtu ambaye anapelekwa na upepo anasema nini wewe, gusa uone. Bangi inamwonyesha ana nguvu mingi, lakini hata upepo unampeleka. Lakini bangi inamwambia uko na nguvu, wasikutishie. Hapo kuna furaha kweli wewe? Mwisho wa siku unagonga meno moja inatoka. Unakuta Mungu alikumba na meno yote. Saa hii mengine alivunjwa na ulevi. Mengine bangi ilikuonyesha uko na nguvu, kumbe una nguvu. Kaekelewa moja tu, meno yote chini. Njoo kwa Yesu. Kuna raha ndani ya Yesu. Furaha idumuyo hata milele ndani ya Yesu. Pesa nafasi na nisikilize. Kuna maisha baada ya maisha haya. Hell is real and heaven is real. Usidanganyike na vitu vinavyoonekana.
pamoja na kutafuta kwako, usisahau wewe ni mpitaji. Mpe Yesu nafasi na ufanye mapenzi ya Mungu. Pamoja na kutafuta kwako, usisahau utaviacha vyote. Hamna hata kimoja utabeba siku yako ikifika. Kwa hiyo usidanganyike, usipumbazike, ukaingia sana kwa maisha ukamsahau Mungu, ukaingia sana kwa hali ya kutafuta, ukasahau ya kwamba vyote mtaliacha hapa duniani. Sasa ukaanza kuishi nje ya mapenzi ya Mungu na kuyafanya yaliyo mapotofu na mapumbavu mbele za Bwana. Ni hasara kubwa. Ndio maana niko hapa bado nikulete fahamu zako sikumbuke. I am trying to just make you remember that there is God, and to try and create the fear of God in you. Kwa sababu wakati mwingine maisha ya dunia yanamchanganya mwanadamu kiasi sasa anasahau anasahau yeye ni mpitaji na msafiri. Anaanza kuishi kama mwenyeji. Na hapo sasa unakuta mwingine anainyesa mwenzake, mwingine anapora wenzake, mwingine anafanya mapotofu, anaenda kwa njia potofu, anaenda kwa njia asifai, kwa sababu ameshasahau ya kwamba yeye ni msafiri na mpitaji katika dunia. Bwana Yesu akusaidie sana unayenisikiliza. Usisahau wewe unapita, na unapopita duniani hapa makao ni mawili. Kuna makao ya furaha ya milele na kuna makao ya mateso ya milele. Wale wanaishi duniani wakiwa wamesahau wanapita. Kwa hiyo wanaishi bila mapenzi ya Mungu, wanaishi bila hofu ya Mungu, wanatenda mambo yasiyompendeza Mungu. Basi wanapopita wanaenda katika mateso ya umilele, mahali ambapo kutakuwa na kulia na kusagamana. Wengi watatamani sana sauti kama hizi, wengi watatamani mhubiri, wengi watatamani waone kanisa, wengi watatamani wasiwaambie waokoke, wengi wataambia Mungu, Baba wewe niachilie tu nirudi tu dakika moja, nikirudi duniani tu nitakuwa mhubiri, sitawahi fanya kazi, nitakuwa natembea tu nikihubiri. Lakini Mungu atamwambia too late. Tajiri anasema naomba maji ya kidole, akaambiwa nafasi ya Mungu kuna mpaka. Mpendwa msikilizaji, unaishije? Unafanya nini? Je, unakumbuka kuna Mungu? Je, unajua unaondoka duniani siku moja? Unaishi, unajua kweli? Unaelewa mbele kuna umilele? Angalia sana uishi, angalia sana uenendavyo. Fanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Ishi katika mapenzi ya Bwana. Usichukuliwe na vitu vya dunia hii. Usibebwe na kazi yako, usibebwe na mahitaji, usibebwe na hisia zako. Hili angalia sana mapenzi ya Mungu. Angalia sana yale yanayompendeza Mungu, yafanye hayo. Yale yasiyompendeza Mungu usiyafanye. Hata kama ni kwa njia gani, usiyafanye. Na hapo ndipo utaona msaada wake Bwana. Utauona duniani na baada ya maisha yako utapata ushindi. Lakini ukiishi tu kwa sababu ya kuishi, kama na wengine walivyozoea kuishi, amezoea tu analala anaamka, amezoea sasa, amesahau kabisa. Ni hasara sana mpendwa. Usizoee kuishi. Ukiishi unaelewa ya kwamba niko hapa kwa sababu Mungu amenipa nafasi, na akiwa amenipa nafasi si atanipea kila siku. Kuna siku ataniita hukumuni, na atakaponiita hukumuni kutakuwa na milango miwili. Kutakuwa na mlango wa kushoto kuelekea kuzimu, mateso ya milele, na kutakuwa na mlango wa kulia kuelekea katika Yerusalemu mpya, kwenye furaha ya milele. Kwa hiyo unajiuliza, mimi nitaenda pande gani? Sasa unaanza kuangalia matendo yako. Maana maandiko yanasema vitabu vitakapofunguliwa watu watahukumiwa kulingana na yale walitenda, kama yalivyoandikwa ndani ya vile vitabu. Sasa unaanza kuangalia matendo yako, unaanza kuangalia naishije, nafanya nini,
kinampendeza Mungu, hiki nakifanya ni kinafaa mbele za Bwana? Mbinu gani natumia kujimudu kimaisha? Hii ni mbinu inafaa mbele za Mungu, hii inapendeza kweli? Mungu akimtazama ataona na stahili, yale nafanya yatamfurahisha, yatanipea nafasi katika njia ya uzima. Ukiona hayafai, maana hata mwanadamu mwenyewe pia Mungu ameweka hukumu ndani yako. Hata ukifanya mabaya bila kuambiwa, unasikia tu, unajua tu. Ndio maana mtu aliyevaa nguo mbaya hakuna mtu umwambia ni mbaya, akitembea tembea anasikia hapana, ni kama kuna vile nakosea. Unakuta anasongeza, utasikia ameamua kujifunga kikoi, hakuna mtu amemweleza. Ndani yake kuna hukumu kwamba hili unalofanya sio zuri. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ya ugumu wa moyo na moyo usio na toba, mwanadamu anazidi kufanya mabaya, anaendelea tu kufanya mabaya, na anazoea na anajiwekea kwamba Mungu atanielewa, Mungu tu atanielewa. Wengine wamesema Mungu ni wa huruma, wengine wakatokea wanasema Mungu hatachoma dunia. Sasa unashangaa na watu kama hao, na Sodoma na Gomora imebaki pale kama ishara. Na ndio kitabu cha Jude anasema Sodoma na Gomora imebaki, ama kitabu cha Petro wa pili anasema imebaki kama ishara. Sodoma na Gomora imebaki kama ishara. Na wewe unadanganywa ati Mungu hatachoma dunia, hawezi kutuangamiza sisi sote. Na wewe unasahau alituma Sauli aenda akaua Waamaleki na hakuwahurumia. Unasahau hiyo. Unasahau dunia hii tunaishi sio ile Mungu aliumba. Hii tunaishi imezaliwa kutoka kwa maji ya Nuhu, ile ngalika. Tunaye Mungu aliyeumba, aligalikisha. Hii tunaishi leo imezaliwa kutoka ndani ya ile ngalika ya Nuhu. Wewe unalisahau hilo, unaendelea tu kufanya mambo yasiyofaa. Mtu wa Mungu, angalia sana uishivyo, angalia uenendavyo, angalia unapenda nini. Jiepushe na mabaya, jiepushe na uovu. Kubali kushinda mabaya, usikubali kushindwa na mabaya. Yashinde mabaya yaliyowekwa mbele yako, uweze kutenda yaliyo mema, ukaweze kuona msaada wa Mungu duniani, na mwisho kutakuwa na uzima wa milele. Kitabu kile cha Petro wa pili 2, Petro wa pili 2 mstari wake maandiko yanasema, mstari wa 4 unasema hii, Petro wa pili 2 mstari wa 4, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali waliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walinde hata ile ije hukumu, wala hakuwachia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa Bwana, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapa alipoleta ngalika juu ya ulimwengu wa wale wasio mcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara watu watakaokuwa hawamchi Bwana. Baada ya hayo akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Bwana baadaye. Sodoma imebaki kama ishara kwa watu wasiomcha Bwana. Na ndio ya kwamba mtu ambaye anaitwa Nuhu, katika kuokolewa kwake, maandiko yanasema aliokolewa na gharika ikawameza watu wasiomcha Bwana. Mtu wa Mungu, mche Bwana ushinde ulevi, mche Bwana ushinde uzinzi, mche Bwana ushinde mikono ya wizi. Wengine mikono yao ni ya wizi, akiona kitu anasikia akichukue, asikia kiache. Unazikuta mtu hata alikuwa anaenda kobi, anapita ameona kuna kitu anaweza chukua, anafika mbele anarudi. Yani mikono yake ni wizi. Mche Bwana mpendo, ushinde hiyo dhambi. Bado niko hapa nikwambie, huwezi kushukua mshindi kama hujashinda, na huwezi kupewa ushindi
kama wewe hujashinda, ukijiachilia tu kufanya mapotofu na maovu na kusingizia eti sikupenda kwangu, huwa najikuta tu. Siku za leo mpendo, Mungu ameshusha Roho wake Mtakatifu duniani ambaye anashuhudia ulimwengu juu ya dhambi, haki na hukumu. Sasa hakuna mtu anasema ati sikupenda kwangu najikuta, maana hakuna mtu anakosea bila kujua. Hakuna. Maandiko yanasema Warumi 1 ya kwamba mambo ya Mungu yasiyojulikana yamekuwa dhahiri kwetu, kiasi ya kwamba hakuna mtu ako na excuse anasema ati mimi sikuwa najua kama nakosea. Kila anayekosea anajua, sio ati hajui, anajua. Ndio maana ukiiba simu ya wenyewe unatoa laini, naye anakuambia ni kosa. Kwa nini unatoa laini? Mbona unasema? Maana unajua ni kosa, lakini kwa sababu ya kitu kinaitwa lack of fear of God, kukosa kumcha Bwana. Wakati you lack the fear of God, you can never conquer the sin that is between you and God. And if you cannot conquer the sin that is between you and God, you can never be crowned as victorious. Hawezi kupewa ushindi. Kama Mungu anawabariki watu duniani, hawezi kukumbariki mtu ambaye ameshindwa na dhambi. Na kama anawatoa walio wake ili kuwaficha wasipatikane na madhara ya hasira kali, basi wale wasiomcha hawezi kuwaficha. Maandiko yanasema alimficha Nuhu na watu wengine 7, ni kwa sababu hawa walimcha Bwana. Lakini wale wengine wasiomcha Bwana, maji yaliwagharikisha, wakakufa maji. Mtu wa Mungu, ni nini unafanya hicho ambacho wewe una pretend ya kwamba mimi sijui ni kosa, lakini unajua ni kosa tu? Una pretend ya kwamba sikupenda kwangu, lakini wewe unajua tu ni kosa. Kwa nini usimche Bwana? Maana yanasema the fear of God is the beginning of wisdom, and the fear of God is to depart from evil. When you fear the Lord, you receive the power to conquer evil, to depart from evil. Hapo ndipo unakuwa mshindi, na Mungu atakupa ushindi. Akipiga dunia hawezi kukuachilia wewe kwenye mapigo kama umeshinda. Akiachilia mateso duniani lazima atakuficha, kwa maana wewe ulimcha Bwana, ukapokea hekima, ukashinda dhambi. Wakati anakujia walio wake, wewe ukiwa umemcha Bwana na umeshinda dhambi, hawezi kukuacha katikati ya mapigo na hasira kali yake. Lazima atakuokoa kwa sababu wewe umemcha Bwana. Maandiko yanasema wakati ule wa Nuhu, Sodoma, ama wakati ule wa Sodoma na Gomora, Mungu akamchukua Lutu peke yake na wale watu waumchi Bwana, akawafanya majivu na akawacha Sodoma na Gomora. Imebaki kama ishara. Mtu asikudanganye ati Mungu hata tuchoma, ati Mungu hata tuadhibu. Maandiko ametuambia wanadamu wasiomcha Mungu, Mungu aliwafanya kuwa majivu na akawacha Sodoma na Gomora. Haijamea kitu mpaka leo, imebaki hivyo majivu, imebaki bila kitu. Anasema iwe kama ishara kwa wale watu wasiomcha Bwana. Waelewe Mungu anakuanga serious. Ghadhabu yake ikishuka, kama wewe ulikataa, ulilemewa na ukakubali, au kung'ang'ana ukashinda, wewe ulijiachilia tu, kama vile Judas alijiachilia tu akaendelea kwenda kwa Mafarisayo. Ndio maana wakati alirudi kwa Mafarisayo akiwaambia sikuwa najua, walimfukuza. Kwa maana sio kwamba alikuja siku moja. Wewe unasema sikupenda kwangu na unalewa kila siku wewe unalewa, na unasema sikupenda kwangu na chikusie kinatakanga na chikutanga. Hata kweli na kila siku unalewa, inawezekana? Sikupenda kwangu na mpango wa kando umeweka namba yake private, umeisevu na jina ingine tofauti. Kila saa unatuma tu message na unasema sikutaka kwangu, sikupenda kwangu. Hii ni watu ambao maandiko yanasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Wakati unaandika fundi wa simu na ni mpango wa kando, umejinena kuwa mwenye hekima,
lakini umepumbazika. Na sasa kwa sababu hiyo umeshalemewa na dhambi. Sasa wewe huwezi kuwa mshindi, huwezi kupewa ushindi, na Mungu agilika masaa ya kuwaadhibu wasiomcha Bwana. Basi wewe pia atakuhesabu miongoni mwa wasiomcha Bwana ambao watapata adhabu. Mtu wa Mungu, fanya hivyo, umche Bwana, ushinde yale maovu. Angalia vile unajua hili ni kosa na unaendelea kulifanya, na unaamka mapema, unakuja kazini, unaenda kazini, na kuna jambo unajua ni kosa na wewe unaendelea kulifanya mpaka saa hii hauoni kama ni shida. Ayubu anasema sasa watu wanafanya dhambi kama vile mtu anakunywa maji. Yaani sasa hawasikii kama kuna dhambi, wanaona ni kawaida, wanasikia ni kawaida, na wanatarajia waone mema. Wanatarajia ati Mungu akiadhibu dunia, ati Mungu atawavisha. Mpendwa, haiwezekani hata kidogo. Jiepushe na dhambi, shinda hiyo dhambi, shinda hilo tendo baya, hiyo tabia isiyofaa, huo mwenendo ambao umeshajua kwamba haufai. Lazima umche Bwana uweze kushinda. Umche Bwana, umuogope Mungu. Kile kinafanya tunakosa kushinda dhambi ni kwa sababu hatuna hofu ya Mungu. Sisi hatuogopi Mungu, na ndio maana unajua hili ni kosa na unafanya, kwa sababu moyoni mwako there is no the fear of God. There is no, hakuna. Ndio unakuta tu unajua hili ni kosa na unatenda tu. Nguvu za kutenda unazo, uwezo wa kuyafanya mabaya unakuta unao. Ni kwa sababu the fear of God is what kills the power to sin. Ukimwogopa Mungu utakuwa umepokea nguvu za kuacha kutenda dhambi. Nguvu ya dhambi inamalizwa na kichwa cha Bwana. Kichwa cha Bwana kikiwa ndani ya mtu, nguvu ya dhambi. Ndio maana Lutu, hebu sikiliza, tuendelee hapo kitabu cha Petro wa pili 2, usikie habari za Lutu. Mstari wa 7, nirudie mstari wa 6. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipendua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu. Baada ya hayo akamwokoa Lutu, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Akamwokoa Lutu aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa hao wafisadi. Sasa wewe unafurahia dhambi, unafurahia maovu, utaonaje Mungu? Wewe unafurahia maovu. Mtu akifanya mabaya unamwambia umefanya vizuri. Mtu akitukana mwenzake unamwambia umemwekea bomu kali, umemlipua, amenyamaza kabisa. Wewe unafurahia dhambi. Sasa utapataje ushindi? Utapataje kuokolewa? Na tunaambiwa Lutu aliyeokolewa alikuwa anahuzunika. Ukisoma kitabu cha Ezekieli 9 utaona Mungu alisema, nenda weke alama kwa wale wanahuzunika kwa ajili ya yale machukizo yanayotendeka duniani. Watu wanaohuzunika. Lutu alikuwa anahuzunika. Wakati unakuwa na the soul of God, you will conquer sin. Wakati umebeba ile huzuni ya Bwana, unahuzunikia mabaya, hauna furaha na mabaya, haufurahiki maovu tena, utashinda dhambi, na hapo ndiye Mungu atakupa ushindi. Lakini angalia simu yako, umenunua bundles, ukadownload pornographic materials, na simu yako umeweka password kila mahali. Sasa wewe unafurahia dhambi, utashindaje? Huwezi kushinda, maana umeifurahia mpaka umeivicha. Na unajua mahindi ukipanda lazima imee, lazima. Mwingine anasema I don't know what came over me. Ilianza tu kufanya masturbation, sijui kuliendaje. Ujui kuliendaje? Na wewe unamchukua shetani na kumficha. Utamfichaje shetani? Wewe expect atazaliwa mtoto mzuri? Ukimficha shetani tarajia
kuwa mwenye dhambi mwenyewe. Maana anasema resist the devil. Resist the devil and he will flee. Resist. Angalia wewe na simu yako, ukiingia kwa mtandao ukiona kitu cha usinzi, umalaya, unajifichia simu yako kwa chini hapo, unaanza kuitazama peke yako. Ukimwona mtu ametokea, unaificha simu. Sasa wewe unafurahia dhambi, utakuwaje mshindi? Na mpaka dhamira zako zimekuonyesha hii ni dhambi, unatazama. Na badala uache, sasa unajifichia, utazame peke yako. Mpaka Mungu anakupenda, anasababisha mwenzako anatokea. Akitokea unaficha simu, unajifanya hakuna kitu nilikuwa naona. Sasa wewe unafurahia dhambi, utapataje kuokolewa? Aliyeokolewa Lutu alikuwa anahuzunika sana, yale mabaya alikuwa akiyaona. Angalia mwanaume, wale wanavaa vibaya ndio nawaita cute, ndio nawaita warembo. Na isitoshe una mke wako. Kuna watu hapo wakaulizwa siku yako ya mwisho kumuita mke wako cute. Uko cute ni siku gani? Haja ajui. Labda ulize kama alimuita ng'ombe, atakwambia usiku ndio alimuita hivyo. Lakini mambo wationi mrembo. Lakini barabarani wale waliopotoka wanavaa nguo vya uzinzi, vya ukahaba, ndio unashinda ukiwaambia you are cute. Na uko smart sana. Na mke wako nyumbani akienda kushoto unakuja kulia, akipita kulia unakuja kushoto. Lakini mtaani unawakuta waliojiachilia, ndio unawaita. Yani wewe unafurahia dhambi, unafurahia maovu. Mtu wako half naked unamwambia ako sawa, unasifia dhambi. Sasa utakuwaje mshindi? Na wewe unasifia dhambi, utakuwaje mshindi? Na unaona hili ni tendo baya, na wewe unalisifu. Unaona hiki ni kitendo kiao, na wewe unakisifia. Na wengine wanasema wameokoka na wanasifu dhambi, wanafurahia dhambi, badala ya kushughulikia dhambi. Hata wahubiri wengine wanasema msichana usivae mavazi kama ya shosho, vaa kinguo kizuri kinakubana bana, ndio utapata mwanaume. Yani kanisa la makahaba. Kwani Waislamu hawaoleki? Wakivaa mpaka maijabu hawaolekangi? Sisi Wakristo ndio tunajua kuoleka. Ya bana, mwisho wa siku ndoa za Wakristo ndio hazina amani. Maana walioana wakuona upendo, walioania uzinzi. Ni ukahaba ulifanya waoane. Mtu wa Mungu, ati uvaa itungua tunakubana bana ndio uoleke. Wanaume wakuone uoleke. Watakuona makahaba kama wewe. Mwaka mmoja kwa ndoa umetupwa nje. Utaanza kutudanganya hata afadhali kukaa peke yangu. Utanasikianga vizuri sana nikikaa peke yangu. Muongo wewe. Nifikiria Mungu alikuwa mjinga akiambia Hawa, tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Alafu unadanganya ati mimi nakaa vizuri sana, sina mtu wa kunipimia hewa. Tudanganya. You are lying unto us. Mpendwa, usifurahie dhambi. Kwa nini watu hawashindi dhambi? Ni kwa sababu wanaifurahia dhambi. Ndio maana wakati unafurahia dhambi, ile nguvu ya dhambi inaingia ndani yako. Sasa huwezi kushinda, utaendelea kutenda dhambi. Na hapa ndipo kila mtenda mabaya hawezi fanikiwa, hawezi kuona kesho nzuri. Maana kila mtenda mabaya, maandiko anasema Petro wa kwanza 3 mstari wake ni wa 12. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana uko juu ya watenda mabaya. Kila mtenda mabaya, uso wa Bwana uko juu yake. Uso wa Bwana simamia ghadhabu, mapigo, mateso, vilio vinakuwa juu ya mtu mtenda mabaya. Mtu wa Mungu, husunikia dhambi, ushinde dhambi, upate mema, uingie uzima wa milele. Ukifurahia dhambi utatenda dhambi,
mwisho wake ni ghadhabu, baadaye ni mateso ya milele jehanamu. Maandiko yanasema Lutu alikuwa anahuzunika sana, alikuwa anahuzunika akiona vile mambo ya watu wanafanya sodomy, wanafanya homosexual, lesbianism, watu wasiomcha Bwana wanafanya mapotofu. Lutu akawa anahuzunika. Kwa sababu hiyo akakuwa mwenye haki, na kwa ajili ya hayo alishinda ule upotovu ulikuwepo, aliushinda na Mungu akampa wokovu. Wakati alikuja kuangamiza Sodoma, akamwokoa Lutu. Ni kwa sababu alishinda ile dhambi. Hata kama alikaa kwa watu wanashiriki, hakushiriki maana anakaa. Wewe unasema my friend changed me, I did it because of my friend. Sikutaka kumkosesha rafiki yangu, nikaona tu nivute bangi kama yeye. I was trying to maintain our friendship. Nikaona tu nivae kama yeye. Ni rafiki yangu sana, sikutaka nimkasirisha. Ngojea siku utakuwa unakoroma na kama shini kanasema 50-50, alafu utaniambia kama huyo rafiki yako utamuona. Utaniambia kama utamuona. Wakati watakuwa wamekuweka ward number 10, tunaniambia rafiki yako unamfuatafuata, ukisema sitaki nimkosee, unakubali kufanya mabaya kwa sababu ya rafiki yako, kumpendeza rafiki. Siku inakuja tembea wale wamefungwa hapa industrial area, waulize rafiki yako alikutembelea mara ngapi, ujue rafiki ni munafiki. Mungu pekee, wimbo unasema hapana rafiki kwa kweli ila ni Yesu pekee. Hawa wengine mpendwa, ni kwa sababu unatembea. Wacha wasikia utembei, uone kama watakuwa marafiki tena. Wacha wasikia wewe uongei tena, umenyamaza, uone kama watakuwa marafiki. Wacha wasikia unajikuna kama Ayubu, uone kama watakuwa marafiki. Kwanza watakuwa wanaambiana, tukienda tunaweza kutuambukiza kama anajikuna. Hiyo ugonjwa ni ya kuambukizana. Lakini leo unasema because of my friend, I am doing because of my friend. Sikutaka akasirike, tumetoka mbali, amenisaidia sana rafiki yangu. Kwa hiyo wewe unamkataa Mungu, unakubali rafiki. Unaangalia rafiki yako unafanya mabaya, unatenda maovu because of a friend. Unamfichiria mpaka rafiki. Rafiki anaharibu ndoa ya mtu. Nasema mimi rafiki yangu sitaki maneno mengi. Rafiki yako anakosea, unamficha. Nasema siwezi nikamsema rafiki. Rafiki sitamsema. Sawa, tembea hospitali, wakuta waliolazwa, waulize swali moja tu, rafiki yako alikuja kukutazama mara ngapi? Ndio utajua. Mtu wa Mungu, usikufurahie dhambi, usifurahie dhambi, wala usifikirie dhambi. Mche Bwana, uishinde dhambi, uiweke dhambi wazi, utakuwa mwenye haki. Mwenye haki macho ya Bwana yanamwelekea, na masikio ya Mungu yanasikia kilio cha wenye haki. Naye anakuja anawatoa kwenye shida, anawatoa kwenye mapigo, anawaokoa na mahangaiko, anaweka mahali pa wokovu, mahali pa usalama, kama vile wamtoa Shadraka, Meshaki na Abednego, akawatoa katika ile tanuru ya moto na akawaweka katika utukufu. Mtu wa Mungu, shinda hiyo dhambi, hiyo kitendo unajua akivai, hata kama kiko ndani ya rafiki yako na rafiki amekusaidia. Ujue msaada wa rafiki ni wa muda mchache sana, ni wa muda mchache. Na ukitaka kujua una rafiki, wacha siku mtakosana, bila atakuanika, utajua hakuna rafiki duniani. Siku shetani atapita karibu na nyinyi na mkosane kidogo, na wewe rafiki yako unamtetea sana, yale atakusema kila kitu, kila siri ulimwambia ataiweka mbele ya watu. Ndio utajua kumbe hakuna rafiki.
Usifanye mabaya kwa sababu ya rafiki, maana huyo unamuita rafiki sio rafiki. Ni siku itafika. Na hata wengine nilikwambia ni marafiki si kwa sababu ya rafiki, ni kwa sababu kuna kitu wameona. Kuna kitu wameona ndio anajifanya rafiki. Kuna lengo analo la siri ndio anajifanya rafiki. Hata wengine wanatusaidia si kwa sababu ya kutusaidia. There is something they have seen special in us. That is why they pretend to help us. Lakini wana lengo la kuchukua kile wamekia ndani yetu. Na wewe ndio unafanya mabaya ukisema rafiki yangu, si kutaka nimkosee. Kumbe wengine si rafiki. Wengine wako kazi. Kuna kitu anawinda. Kikipata hivi utamkuta mbali sana. Kwa maana ni vizuri sana kuomba mpendwa. Mzuri kuomba. Maisha si vile unaona wewe. Life is spiritual. Na hawa watu unaona tembea hapa, si vile unawaona hawa watu. Wanadamu ni roho, sio huyu mwili unaona. Mtu sio yule unasikia kuongelesha maneno mazuri. Life is spiritual. Mcha Bwana mpendwa. Wacha mabaya. Ukiona ni mbaya wacha nalo. Say not to sin, hata kama ni rafiki yako. Hata kama ndiye anakulisha. Kataa dhambi mpendwa. Huwezi kuona mema ukishiriki dhambi. Huwezi. Ukishinda na ubaya, utawekwa chini ya ghadhabu. Ati amenisaidia sana nitamkatazaje? Unakuta mtu anafanya usherati. Unaenda nje ya ndoa. Kisingizia kwamba amenisaidia sana. Sasa nitamkatazaje? Siku inakuja utakapoingia ndani ya shida yenyewe. Wacha hiyo unasema ni shida. Shida yenyewe. Hapa ndio utamtafuta huyo ulikuwa unasema atakusaidia sana. Hautamuona. Na hapo ndio unakuambia mtu akiingia mahali kwa hospitali anaanza kuita mama yake. Mama yangu. Mama yangu. Mama yangu. Mama yangu. Mama yangu nakufa. Mama yangu nakufa. Nasikia mama haiti. Anaona sasa mwenye ako karibu ni daktari. Anaanza kuita daktari. Daktari anashukuru. Sasa inabidi mtu anageukia Mungu sasa. Hata kama alikuwa anajifanya mwelevu, nasikia lugha imegeuka. Ameanza kuita Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu usiniache, Mungu wangu. Na sasa Mungu anasema kama ulishindwa na dhambi, hauwezi kupewa ushindi. Wanapewa ushindi wale wameshinda dhambi. Wale watu walimcha Bwana wakajua hili ni kosa, hata kama liko ndani ya mzazi siwezi kulifanya mimi. Hata kama liko ndani ya mtu amenipa kazi, heri kazi ishe lakini Mungu nisimkosee. Yusufu aliacha kazi ni kwa sababu kazi ilikuwa inataka kuleta usherati. Ni watu wangapi wamefanya usherati ndio wafanye kazi? Ndio wasivutwe kazi. Na wengi wako makanisani, kwanza ndio wenye vyeo. Walitoa fungu la 10 ya 10,000 akapewa cheo. Ndio cheo letu. Ndio mweka hazina. Makanisa mengi wanawapewa vyeo si kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu walitoa pesa mingi. Na pesa hizi nyingine ni za ujanja. Nyingi hazikutolewa mahali panafaa. Watasema hao viongozi wa kanisa ya kweli wale. Wengi wao si kwamba ni Roho Mtakatifu wako nayo, ni pesa walipeana mingi. Ndio wakapewa cheo. Na wengi wao pesa nyingi wamezipata ni kufikiria dhambi, amefikiria akapewa. Ni kufunikia dhambi, amefunikia akainuliwa kwa nzima. Lakini Yusufu alipoona kazi ndio hii na hii ni usherati, aliona afadhali kazi ikae, usifanye usherati. Na Mungu hakumwachilia.
Mpendwa msikilizaji, ukishinda dhambi utakuwa mshindi milele. Yusufu hata kama aliingia gerezani alitolewa bila shilingi, alitolewa bila mtu wa kwao, alitolewa na Mungu mwenyewe, na akatolewa akienda kuinuliwa. Ni kwa sababu alishinda dhambi, alimcha Bwana akashinda dhambi. Hakufurahia kila kitendo, hakukifurahia. Wewe ni mke wa wenyewe, wanaume wanakufanyia mzaa, wanakushikashika tu kama nguo za mtumba, kazi yako ni kupenya meno. Unafikiria kesho kuna baraka? Mateso milele. Hata wanasema Waswahili, jiheshimu uheshimike. Wewe usipojiheshimu, mwingine hajaoleka na wanaume wanakushikashika tu na hujaoleka, alafu unasema ati kesho ninataka Mungu anipende. Ndoa gani? Hata nguo ya karatasi mwenye anauza hawezi kubali ishikoshikwe, maana najua ikishikashikwa itauzika. Na wewe hujaoleka unasema unatarajia kuoleka, na wanaume wanakufanyia mzaa kama nguo ya mtumba. Ukishavika dhati hauna mume unasema kwetu kuna madhabahu. Madhabahu gani? Huwezi kufurahia dhambi na ushinde. Huwezi. Lazima usunikie dhambi na ukatae dhambi. Paulo anasema matendo ya giza yasiyozaa kemea. Wengine tuna vitoto ambavyo tumevitoa tu kwa hizo tabia, anasema. Alafu tunakimbia kwa children's right. Mume wangu amekataa kulinda mtoto wangu. Na ni ukahaba wako, ni uzinzi wako mwenyewe, ni kufurahia maovu wala kuyakemea na kuyakataa. Wewe unayafurahia, mwisho wa siku unatangatanga ukitafuta sijui kwa redio. Mwanaume alikataa kusaidia mtoto, mimi hata simtaki, nataka tu asaidie mtoto. Wanadamu wana mambo kweli. Simtaki, nataka tu asaidie mtoto. Kwa hiyo umtaki lakini unataka asaidie mtoto. Si umpe mtoto wake basi. Si umpe mtoto tu kama unataka. Sasa unakuwa parasite, unataka uzunguke tu huku, lakini mwanaume ndiye atalinda mtoto. Hata mtoto anakula 500 kila siku, nasema nataka nipewe 500 kila siku. Mtoto atakula 500. Lakini si muda mrefu matendo hayo yatazaga adhabu ya Mungu siku moja. Maana anasema Mungu anakuanga mvumilivu, si kwamba haoni, ni kwa sababu anataka mtu abadilike. Lakini Mungu akizidi kuwa mvumilivu, unasikia sasa mwanadamu anajiringa, anasema yeye alikuwa anajifanya ni mwerevu, nilimpeleka ndani tukaandikishana, sasa mimi nakula na uma kila siku, lazima nitumie, sipotuma narudi huko ndani na mrudisha huko kwa post. Atajua alikuwa anacheza na mimi, atajua. Na wewe sijipange, siku yako inakuja, Mungu atakawamulia, utalia sana. Watu, najua maneno haya yapendezi wengine, maana wengi wao ni culprits wa hizo tabia, lakini sina otherwise, ila nikwambie plain truth. Plain truth. Ukikataa, kuna siku moja sauti hii utaisikia mahali, na itakuwa too late. Mungu akikuuliza hata ile ukusikia na akuchezee siku ile ya hukumu, sauti hii, hapo ndio utakuwa unasema ningejua kwa nini hiyo siku pasta alihubiri nikakasirika, singekubali tu na nitubu. Itakuwa ni hasara sana mpendwa. Watu wa Mungu, usifurahie dhambi. You cannot be crowned victorious when you are rejoicing in sin, when you are happy when people sin against God. You can never be crowned as victorious. Maandiko yanasema Lutu akawa anahuzunika sana kwa sababu ya matendo yale ya ufisadi, zile tabia potofu. Alikuwa anahuzunika kwa sababu yeye Mungu akamwokoa Lutu. Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu akusaidie sana. Mstari wa 8 unasema, maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake mwenyewe,
roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Wewe unasema ni kwa sababu mnakaa na yeye, sina mahali pa kukaa. Lakini maandiko yanasema Lutu alikuwa anakaa katikati yao, lakini alitesa roho yake. Hakuachilia roho yake ichukuliwe na ile tabia. Alikataa, akashinda zile dhambi zilikuwa Sodoma na Gomora. Ndio maana Mungu alipokuja kuharibu Sodoma akampea Lutu ushindi, kwa sababu Lutu ameshinda zile dhambi. Hata kama anakaa katikati ya wale watu wafanyao mapotofu, lakini yeye alijitesa, alizuia roho yake. Wewe umekuwa mlevi kwa sababu ulikaa na mlevi. Umekuwa mzinzi, maana yeye marafiki zangu tunakaanga na wao. Unakuwa mvuta bangi kwa maana marafiki zako, kwani wewe mwenyewe you don't have your own principles. Maandiko anasema woe unto a person who allows his friend to be his head. Woe unto him. Mtu ambaye anaruhusu rafiki zake wanakuwa kichwa chake. Hana sauti, yeye sauti yake ni marafiki zake. Lakini Lutu alikuwa anakaa katikati yao, lakini alikubali kushinda ile dhambi. Ndiyo Mungu amempa ushindi. Wewe unakaa katikati ya kina nani na unafuata tabia zao. Ati wameniambia nisipokubali sitakuwa rafiki yao tena. Mpendwa, unasahau ulisoma na watu mlikuwa mnapendana kama chana na pete, na mliachania mlangoni mkimaliza KCPE mpaka leo. Alafu unajifinyilia marafiki wapotovu, unashiriki mabaya, maana umesema ukikataa wewe si rafiki yetu tena. Unasahau wakati ulikuwa mtoto mdogo pale kwa ile village ya kwenu, ulikuwa na tumarafiki hapo ambapo mlikuwa mnacheza pamoja tangu kwa mtu mzima hamjawahi onana. Mlisauliana hivyo. Sasa umekuja mtaani, umekutana na watu wa kupita. Wewe wanakufupisha, unakuwa mtenda dhambi, unakuwa mzinzi, mlevi, unakuwa humanizer kwa sababu ya marafiki wa kuharibika. Alafu unatarajia kesho ati utapata ushindi. Hakuna ushindi kwa mtu aliyeshindwa. Mtu aliyeshindwa hakuna ushindi, ni mateso mpaka jehanamu. Ushindi ni kwa mtu ambaye alijikaza, alijizuia. Hata kama alijikuta katikati ya watu wabaya, alikuwa na his own principle, ya kwamba siwezi nikafanya mabaya kwa sababu ni katikati ya watu wabaya. I cannot. Wanaweza kusaidia sana na nisikiliza. Timu yeye amenileta Nairobi, sasa nitakataaje? Niende amenipea usingizi, nitakataaje? Mtu wa Mungu, Yusufu alilala nje kama alikuwa kwa nchi ya ugeni. Tunafikiria kuona Mungu ni rahisi. Tajiachilia tu alafu uone Mungu. Kwezi mlango nimembamba sana. Tuko chama moja na yeye. Sasa sitakataa. Nikataa atanitoa chama. Nakubali tabia potofu. Nakubali kushiriki umwagaji wa damu. Nakubali kushiriki ufisadi kwa sababu tuko chama moja. Unakubali kushiriki unyanyasaji, unanyanyasa mtu na wewe unajua hili ni kosa, lakini maana tuko chama moja, sasa na wewe pia unaweka muhuri, unaweka signature ya uongo. Mtu wa Mungu, unafikiria kesho kuna mema? Jipange sawa sawa. Hao marafiki Mungu atawakutenga na wao, utajikuta siku moja mahali peke yako. Na hapo ndipo sasa utamgeukia Mungu umuite, na Mungu naye atakuuliza ulikuwa wapi? Where were you? Ulikuwa wapi? Na sasa ndio mateso yamekuingilia. Ukiwapigia wale mlifanya nao ukora simu, kila mtu anakuambia niko busy, nilikuwa juzi na matanga, hata mshahara sijalipwa. Sasa ndio shetani atakwambia hapo umefika, afadhali ujiue. Utajikuta kwa duka ukinunua ya pirati, tukifikiria ni panya unaua,
kumbe panya imekuwa ni mwanadamu. Hii ni kwa sababu ya kataa kushinda dhambi na kusingizia ni marafiki zangu, ni mabeshte zangu, tunasaidiananga. Kwa hivyo na ndio maana navuta na wao bangi, ndio maana nakunywa na wao cocaine, kwa maana sasa tuko pamoja na wao. Wakitumia nitakataaje mimi? Lakini Lutu alikaa katikati yao. Maandiko yanasema alitesa roho yake, hakuiachilia roho yake, aliitesa. Alikuwa ni his own principles kwa kujua this is not right. Even if I'm staying among them, I cannot do what is not right. Hao ndio watu watapata ushindi. Lakini watu wanaosingizia ati yetu niakaa katikati yao, sasa nitakataaje peke yangu? Watu wote walikubali, mimi nitakataaje peke yangu? Utateseka sana mbele, utahangaika sana. Waliomwona Mungu, they stood on their own. Hawakusema sasa nitakaaje peke yangu, mtafanyaje? Walisimama peke yao, na Mungu naye akawaambia you cannot be alone. Akaleta ushindi juu yao, akawapea ushindi, wakafurahia ushindi wa Mungu. Mtu wa Mungu, jikaze, shinda dhambi. Hata kama unakaa katikati yao, kataa dhambi, kataa dhambi, kataa dhambi. Mimi naye kuhubiria, kuna wakati nililala garage mwezi mmoja kwa sababu ya kataa dhambi. Nafikiria Mungu anaonekana rahisi wewe. Tunakaanga na wao. Sasa nitakataaje? Itabidi tu nionje kidogo nizoee. Sawa. Na wewe jipange kuteseka, jipange kuchakaa, jipange kuparara. Umekubali ati uonje kidogo uzoee kama wao. Jipange sana, jipange. Mateso ni mengi sana. Mungu asaidie mtu kama huyo. Nasaidia mtu ambaye anasema I can stand on my own, I don't need friends. Kama urafiki ni kutenda dhambi, I don't need friends. Kama kusaidiwa ni kutenda dhambi, wacha nikae bila msaada. Hao ndio watu Mungu anawasaidia. Hao ndio watu Mungu anawainua, wanakuwa ushuhuda. Lakini sio unasema sasa nitafanyaje? Ndiye ananilipia nyumba, ndio sija anafanya. Tangu mume wangu anikatae, huyu mzee ndiye alijitokeza. Ujue shetani ujibadilisha kwa malaika wa Mungu. Mzee ndiye alijitokeza akanikaribisha. Kwani kulikosekana wanawake? Hata zingine ni ishara ya usharati wako tu, acha kujifanya. Mzee huyu ndiye alijitokeza akanisaidia. Kwani kulikosekana wanawake duniani walikuja kusaidia? Hivyo ndivyo watu wanavisingizia, wanafikiria mabaya, wakifikiria kesho kuna ushindi. Kumbe mpendwa, hakuna anayepalilia dhambi atafanikiwa kesho. Hakuna. When you expose sin and kill sin, that's when you become prosperous and victorious. Kini huwezi kufikiria dhambi na uipalilie na visingizio vingi. Kisi tunanga ubaya, ni kukaanishana, tunanga ubaya. Palilia dhambi kabisa. Ziku itashika mimba izae mauti, utalia sana. Hata kama Lutu alikaa katikati yao, alitesa nafsi yake. Kushinda kunahitaji uitese nafsi yako. Hiyo ni Mathayo 16:24. Yesu anasema atakaye kunifuata lazima ajikane mwenyewe, abebe msalaba wake, anifuate. Sio kama wewe unatua msalaba kwa ufisadi, unatua msalaba kwa mume wenyewe, unatua msalaba kwa wizi. Yesu anasema ujikane, beba msalaba, twende upate raha nafsini mwako. Ndio maana Lutu alijikana. Hata sema sitafanya mabaya kwa sababu nakaa katikati yao. Siwezi. Hata kama nakaa katikati yao, nitatesa roho yangu, nisishiriki uovu huo. Maandiko yanasema, mstari wa kumalizia,
Nikuache utafakari, usikuchoshe na mengi. Utafakari maneno haya mbele. Mstari unaofuata maandiko yanasema hivi. Petro wa pili 2 mstari wa 9. Basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa wake na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Na kuacha na mstari huo siku ya leo. Bwana anajua kuwaokoa wenye haki katikati ya majaribu, anajua. Lakini anawaweka wasio haki under punishment until the day of judgment. Stop their excuse. Overcome sin, and you can be crowned victorious. Wacha excuse zako mbele. Kataa dhambi. Say no to sin. Friends come and friends go, but Jesus remains to be God. Wacha kushikilia marafiki kwa sababu na kutenda dhambi. Wachilia marafiki wakae. Kataa dhambi. Tena nipeanga kitu kila siku. Jana ninunulianga sapa. Mungu amekwambia ameshindwa kukupea msaada wake. Ndio ushikilie dhambi kwa sababu unapatanga kasapa. Mtu wa Mungu. Mungu anajua kuwaokoa wenye haki, watauwa wake, godly people. Anajua kuwaokoa na majaribu. Lakini watu wasio haki anawaweka chini ya adhabu mpaka siku ya hukumu. Ukikataa kushinda dhambi, utaishi maisha ya punishment until the day of judgment. Lakini ukijikana ushinde dhambi, mtu wa Mungu, Mungu atakuokoa na majaribu yote. Atakuokoa. Kwa hiyo mbele, jikane, ushinde dhambi. Mche Bwana, usiangalie wale mkono wao, hamtakaa na wao milele. Sema peupe, hii ni kosa sifanye. Kataa peupe, hili ni kosa sifanye. Siku moja nilikuwa nafanya kazi pale Town Center Metro Hotel. Ukafanyika kisanga kidogo pale. Mmoja akachomeka na spirit. Tulikuwa tunatumia spirit kuweka chakula moto upstairs. Sasa bahati mbaya mmoja akaenda akawasha vibaya, ikalipuka, akachomeka. Sasa ikasemekana wafanyikazi wote wasiseme chochote. Mimi nikawaambia mimi nimeokoka, nikiulizwa nitasema kila kitu ukweli. Anaambia basi ukisema na wewe ujua kuna kazi. Wengine walikubali wote kwamba wakiulizwa hawataongea, hawatasema kitu, utasema alikuja hivyo. Mimi nikawaambia siwezi kudanganya, nikiulizwa nitasema ukweli. Watu wakwao wakiuliza nitawaambia amepata ajali kwenye hoteli. Maana lengo lao ilikuwa ni kumdrop Kenyatta na wamwache huko. Ndio maana wakutaka mtu aseme kitu. Ndio wakimpeleka hospitalini wanamwacha huko. Na kulitokea hivyo hivyo. Watu wakwao wakauliza kuliendaje, watu wakanyamaza wote. Wengine wakapeana stories au cook stories. Mimi nilipoulizwa nikasema ukweli wa mambo. Wiki moja nikafutwa kazi. Baada ya wiki moja nikafutwa kazi. Lakini mpendwa, si mimi bado niko hai, kwanza ninahubiri injili. Uendelea kufikiria dhambi, unafunikia baraka zako mpendwa. Sometimes nilikwambia kufutwa kazi sio mateso. Wakati mwingine unafutwa ndio ubarikiwe. Endelea kushikilia uovu. Sinaogopa kufutwa kazi. Nafikiria baraka za Mungu zinapitianga mahali pazuri. Tafuta Biblia waliobarikiwa na Mungu, wana kama walibarikiwa nywe. Wana kama walibarikiwa tukirahisi hivi. Unashikana na watu kudanganya, kumbe ndio siku yako ya kubarikiwa. Mungu anataka usimamie ukweli, wakutenge, Mungu akubariki.
Hata wakati mwingine mpendo, kutengwa sio mbaya, ni baraka. Mtu akatengana na Abrahamu ndio Abrahamu abarikiwe. Wewe unashiriki dhambi ya tusitengwe. Sitaki wanitenge, nitakaaje peke yangu? Ujui kuna masaa, kuna baraka zingine wezi barikiwa ukiwa na marafiki. Lazima wote waende ndio barikiwe. Ubaki peke yako ndio barikiwe. Unataka kubarikiwa ukiwa na watu. Jikane mpendwa, ushinde. Hata ukiwa katikati yao, say no to sin. Washa wakutenge, wakunene mabaya, wakutukane, wakufute kazi, lakini tomorrow is great. You will be crowned victorious. You will be crowned victorious. Bwana anajua kuokoa wenye haki, wataua wake na majaribu, na kuwaweka watu wasiomcha Mungu anaweka chini ya adhabu, punishment, mpaka siku ya hukumu. Ufunuo Yohana, ni kuachia maneno haya. Ufunuo Yohana 2, mimi ni kuache utafakari. Utaendelea kupalilia dhambi ama utasimama kidete? Yesu aliambiwa be strong and courageous. Kubali kuwa mjasiri, ukatae dhambi ama utaogopa watu. Ufunuo Yohana 2:11 nasema, yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho aliambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Ukishinda hakuna jehanamu. Ukishinda hakuna heri. Hata ukiwa katikati ya mateso ya aina gani, katikati ya matukano ya aina gani, katikati ya mambo magumu ya aina gani, na useme nitasimamia Mungu, sitakuruhusu dhambi kwa sababu ya shida, sitaruhusu dhambi ndio niendelee kufanya kazi kwa kampuni fulani au kwa mtu fulani. Nitasema dhambi ni dhambi hata kama nitafutwa kazi. Mtu huyo hakika, hata Mungu anasema atamuokoa na majaribu, na mwisho wake madhara ya second death hayatampata. Nini wewe unaogopa mpendwa? Na unajua hili ni kosa, lakini unaogopa kutengwa na marafiki, unaogopa kusemangwa, unaogopa kufutwa kazi, unaogopa kuteseka. Sasa unashiriki dhambi ukifikiria uko salama. Ole wako, kesho yako ni adhabu mpaka judgment day. Lakini ukisikia hilo neno la siku ya leo, na wewe usimame kama Lutu, usimame kama Yusufu, usimame kama Shadrach, Meshach na Abednego. Walisema we cannot bow to an idol. Basi Mungu anakuambia anajua kuwaokoa wataua na majaribu, na yule mtu anashinda yale majaribu hawezi kupatikana na mauti ya pili. Bwana Yesu akusaidie sana ushinde. Bwana Yesu akusaidie sana mpendwa. Hata kama uko katikati yao, usifanye kama wao, fanya kama Mungu wako, maana ndiye ako na baraka zako, kwa jina la Yesu. By the special grace of God, mimi nafika hapa. Yule aliyeandikiwa kusikia amesikiliza. Ninakutakia baraka na amani na ushindi. Mungu akupe kushinda kwa jina la Yesu. Akupe kushinda, akuondolee uoga. Sometimes na kuachia neno hili, sometimes you need to take the risk. Moses akaona kichaka kinachomeka, hakukimbia, alienda mahali kuna moto. Sometimes mtu wa Mungu, take the risk. If following God is risky, take the risk. You will be crowned victorious. You will be crowned victorious. Lakini ukiogopa na ufikirie dhambi, ufunikie dhambi, ushiriki dhambi, basi tomorrow itakuwa ni mateso mengi sana. Mungu akusaidie.
akupe nguvu na uwezo. Mara ulipo tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema ni asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale umegusa wakasikiliza. Ninaomba neno lako likawabadilishe, likawape ujasiri wa kukataa dhambi, wakashinde kila dhambi iliyo mbele yao, ili wakaone ushindi uliowahifadhia Bwana. Ondoa uoga ndani ya watu wako. Wengi wanajua mabaya lakini wanaogopa matokeo yatakayowapata. Wengine hata wametishiwa. Sasa vitisho vimefanya wanatenda dhambi. Bwana Yesu, wape ujasiri wa kukataa mabaya kama vile Lutu alikataa, na wewe ukamwokoa. Tusaidie sote Bwana, maana mamlaka ni yako. Mahali hapa uzidi kutawala. Kuna kazi inafanyika hapa Bwana. Kila kazi inayombea kwako baraka, ushindi na kibali. Ukaondoe mabaya kwa maana wewe ni Mungu. Yesu, masaa yaliyobakia siku ya leo, tunaomba yawe ni masaa ya baraka na amani. Tunakataa mikasa na mikosi. Tunakataa maajali, mambo yote ya kutufanya tulie na tuhusunike siku inapoisha. Tunakemea kapate kushindwa katika jina la Yesu. Tunatangaza baraka zako Bwana, amani yako na hata ushindi katika siku ya leo. Mahali hapo zidi kulinda Bwana, ukatetee sehemu hii. Adui shetani asipande mabaya yake. Neno lako nimelipanda maeneo haya Bwana Yesu, kalifuatilie likamee na kuzaa matunda, na sifa na utukufu zitakurudia. Asante kwa maana unaweza. Kila mshale utakaorushwa kinyume na injili hii ya leo, kiroho na kimwili, ninakanusha na kurejesha mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukalitetee neno lako na sifa zitakuwa ni zako, ukiwakumbuka watu wako wote, maana mamlaka yana wewe. Tumeamini ya kwamba umetenda na utazidi kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo, mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo, mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwa sana. Mungu wa amani akusaidie na akutetee, akuwezeshe.